Pamoja na kusajili kila kipande cha ardhi, tutaongeza usalama wa milki. Ile hapa pangu, hapa sio, hapa pangu, hapa sio, sasa itakuwa haipo. Kuna kesi kadhaa. Mtu ana ardhi yake, kajenga kijumba chake, wanatokea matapeli huko, wanakwenda kushirikiana na wengine ndani ya wizara, wanabadilisha hati, basi inakuwa ugomvi mahakamani, mwenye haki ananyang'anywa. Mwenye haki ananyang'anywa kwa sababu tu watu wana uwezo wa kubadilisha hati za umiliki wa ardhi ile, lakini ukimuuza nyumba ulijenga, hapana, nyumba alijenga huyu. Sasa hii ardhi hati yangu mimi hii hapa. Ulikuwa wapi mpaka huyu kaja kajenga na ana hati? Kajenga alafu nakuja juu yake. Tunakwenda kupitia upya mfumo wa mabaraza ya ardhi na kuimarisha mifumo ya udhibiti wa vyanzo vya migogoro ya ardhi. Tuna imani kuwa sera hii itatusaidia sana katika kukabili migogoro ya ardhi kwa kutumia tehama. Tukitumia tehama, hakuna tena ule uwezo wa kwenda kule kwenye library tuliooneshwa, kwenda kutafuta faili moja moja, na ofisa akichoka amekwenda saa 7-8 mchana, tayari kichwa kimeshabadilika, anapekua haoni, anasema bwana, hakuna miliki ya ardhi hii, anatoa hati kwa mtu mwingine. Hii inakwenda kuondoka, sababu ukiweka kwenye mtandao umeweka, na uzuri ni kwamba mitandao hii inasomana. Ukisha kuweka kwako ardhi, TRA atasoma, kule kwenye urithi sijui na vifo itasoma, kwenye NIDA itasoma, kila pahali itasoma. Sasa tumuone yule mwanamume shujaa wa kwenda kubadilisha hati za watu. Tunakwenda kuimarisha uthamini na ulipaji wa fidia. Pamoja na uwepo wa sharti la kulipa fidia kwenye sera iliyopita, katika utekelezaji tumebaini upungufu katika utaratibu wa malipo ya fidia ya ardhi na mali. Hali hii imeleta malalamiko makubwa sana miongoni mwa wananchi kuhusu mchakato wa fidia, ikiwemo tathmini, ucheleweshwaji na mapunjo. Kupitia sera hii tutaimarisha mfuko wa fidia ya ardhi ili kurahisisha ulipaji wa fidia ya ardhi kwa haki, kwa wakati na thamani halisi. Tunapoimarisha mfuko huu, ni vizuri watumishi wanaoratibu swala la fidia wakabadilika. Mmefanya vya kutosha, sasa basi muende mkafanye kazi kwa weledi na kusimamia haki, ili wananchi wapate fidia kwa wakati na kwa kiwango sahihi. Na vizuri, narudia tena, mambo haya tathmini na nini zitafanywa kiteknolojia, kwa hiyo haitakuwa rahisi kuweka udanganyifu huko ndani. Lakini kichwani kwangu nikawa nasema, kama tumeweza kufanya kwenye uwekezaji, huduma zote zikawa ndani ya nyumba moja, kwenye ardhi, upimaji, usajili, usimamizi wa ardhi na utoaji wa hati, nadhani inawezekana kuwa pamoja. Na hili litawezekana kama mtakuwa na kitu kinaitwa kamisheni ya ardhi. Nimeona ndani ya wizara mna makamishna na mna kamishina mkuu wa ardhi, lakini hakuna kamishna bila kuwa na kamisheni. Sasa wanamkomisheni nani? Hebu nendeni mkalitizame muundo mpya na katibu mkuu kiongozi yuko hapa. Nendeni katizameni haja ya kuwa na kamisheni ya ardhi na kuweka vizuri majukumu ya kamisheni. Nadhani itarahisisha zaidi. Kwa hiyo kalitizameni hilo. Maeneo mengi tulikata masoko. Leo ukienda ukiangalia ramani, masoko yale hayapo wala hayakujengwa. Badili yake kuna maghorofa ya watu mashuhuri yamesimama kwenye maeneo ya masoko. Waliotoa ni nani? Wale waliopanga ramani kwamba hapa kuwe na soko, wamegeuka, wamewapa wenye hela yao, wamejenga vitu vingine maeneo ya masoko. Kwa tunaposema mkulima apate bei nzuri, lazima kuwe na soko la kuuza mazao yake. Tunaposema mvuvi anapokwenda kuhangaika, akija apate mauzo, apate pa kuhifadhi samaki wake, lazima kuwe na soko la wavuvi. Kwa mambo yote hayo, tunapokwenda kupanga ardhi, tuzifikirie sekta zote ambazo zimo katika sekta
ya uzalishaji ndani ya nchi hii. Kwa kuwa Tanzania sasa tunafanya vizuri kwenye umeme, tunafanya vizuri kwenye maji, hata kule vijijini ni lazima sasa tuangalie matumizi mazuri ya ardhi kwa kutumia space, nyumba ziende juu. Nyumba ziende juu ili tupate eneo kubwa na ardhi itumike vizuri zaidi. Huko nyuma hata mijini tulikuwa hatuwezi, kwa sababu nyumba zile zinataka lifti, nyumba zile zinataka maji ya kutosha kuweza kupanda mpaka juu. Tunavyokwenda kuweka maji, tunaboresha upatikanaji wa maji safi na salama, umeme kila pahali. Nadhani sasa mngekuwa na muono wa mbele zaidi mnapopima vijijini mkaweka nyumba za juu. Tunapokwenda kwa wenzetu, mnaona kilomita zaidi ya 100-200 kuingia kwenye mji au miji mikubwa, tayari mnaona high rises, nyumba za kwenda juu, na huko ni vijijini. Kwa nadhani akina Kisarawe hapo, sijui Kibaha, wapi, nadhani sasa muwe na sera ya kuangalia kwa sababu maji yapo, umeme upo, na kwa maana hiyo hatuna kizuizi cha kujenga nyumba za aina hiyo, hata kama kwa bei nafuu na wananchi wakapata kukaa.